Almadrasatu Tarbia Islamia iliyopo Mwanakwerekwe imeandaa hafla ya iftari maalumu kwa wanafunzi walioshiriki mashindano ya Qur'ani pamoja na baadhi ya wazazi wao na walimu wa madrasa hiyo. Hafla hiyo iliyofanyika katika mazingira ya upendo, mshikamano na kuimarisha uhusiano kati ya wanafunzi, walimu na wazazi. Aidha, mgeni rasmi katika tukio hilo alikuwa sheha wa shehia Mwanakwerekwe ambaye alihudhuria na kuongoza nasaha muhimu kwa vijana. Katika hotuba yake, mgeni rasmi aliwahimiza vijana kushikamana na maadili mema ya Kiislamu, kujiepusha na mienendo isiyofaa pamoja na kutoiga mitindo ya mavazi isiyoendana na maadili ya dini na jamii. Usiende na wakati, tusifate wakati. Sisi tunaosoma tuwe tofauti na wasiosoma, kuanzia kivazi chetu, mambo yetu na kwa kila kitu chetu. Vijana siku hizi wakivaa suruali wanashusha. Wewe unaosoma usishushe suruali. Nimefahamika? Watu siku hizi wanafuata kwa kila kinachofanyika. Sisi tunayosoma tuwe tofauti na wale wanaotembea mitaani. Sisi na wao ni tofauti kwenye matendo yetu, kwenye mambo yetu na kila kitu chetu. Nimefahamika jama? Kufuata wakati ni kuharibikiwa. Kufuata wakati ni kuharibikiwa. Kwa hivyo wasia wangu kwenu na neno langu baada ya iftari hii kuwahusia neno hilo. Mlioko wadogo msifuate safari za wakubwa, na wale walioko wakubwa wasiwafuate watu ambao hawako kwenye maadili. Tufanye utofauti baina ya sisi na wao. Hii madrasa ama chuo kuanzia jana inafanya mambo makubwa. Mwenyezi Mungu ndo anajua fungu lenu na anajua namna ya kukuongozeni zaidi kulingana na maombi ambayo mnamuomba. Kuanzia jana tumekuwa katika hali nzito, leo tumeendelea nayo, na sasa hivi tuko kwenye 10 lile la mwisho, tunapata kualikwa iftari. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie pahala hapa pasiwe na mipasuko, mifarakano, jambo liwe moja, kusonga mbele. Uongozi wa madrasa ulieleza kuwa lengo la kuandaa iftari hiyo ni kuwapongeza wanafunzi kwa juhudi zao katika kujifunza Qur'ani pamoja na kuimarisha malezi bora ya Kiislamu. Yetu hii imelenga hasa ni kufutarisha wale wanafunzi ambao wanafanya mashindano ya Qur'ani, lakini pamoja na wale ambao wameshiriki kwa hatua moja au nyingine katika kupush kuyadhamini yale mashindano mpaka kuwa. Kwa hivyo wengi ambao mmewaona katika hawa walioalikwa ni wale ambao yani wametumia nguvu zao nyingi sana kuonyesha mashirikiano katika haya mashindano. Kwa hiyo tumetengeneza hii umoja combination. Lengo ni kwamba umoja wetu uzidi kuwa pamoja, kwa sababu tukikaa pamoja, tukala, tukabishana mawazo, tukacheka, basi nadhani hata zile mambo ya chuki mtu alichokuwa na chorohoni kinapotea kutokana na ihsani ambayo anaiona mwenzake anamfanyia pale wakati mnapokaa. Hivyo tumeamua swala ile tulidumishe. Lengo pia jingine la kudumisha na kufutarisha ni kuhakikisha kwamba kila mwaka basi watu wanazidi zaidi kushindana zaidi katika Qur'ani, kwa sababu kuna watoto wanasema mara hiyo mimi sijaftari kwa sababu sijaingia kwenye mashindano. Mwakani anapambana ingia kwenye mashindano. Jambo kama hili linahitaji wahisani. Kwa hiyo naomba wale ambao wana uwezo wa kuliendesha jambo kama hili, tunaomba michango yao ili jambo kama hili lisimame kila mwaka. Bila michango ya hisani jambo kama hili haliwezi kusimama. Kwa upande wao, wanafunzi walioshiriki mashindano hayo walieleza kufurahishwa kwao na hafla ya iftari iliyoandaliwa, wakisema imewapa faraja na motisha zaidi ya kuendelea kujifunza na kuhifadhi Qur'ani. Aidha, walitoa shukrani zao za dhati kwa uongozi wa madrasa, walimu pamoja na wazazi wao kwa mchango mkubwa waliotoa katika kuwawezesha kufikia mafanikio hayo. Iftari ilikuwa ni nzuri sana. Tunaomba ihsani, wadhamini wajitokeze kwa wingi kuendesha chuo chetu ili kuhakikisha malengo yetu yanafikia. Siku ya leo nimefurahika kujumuika na wanafunzi wenzangu
katika iftari iliyoandaliwa na chuo chetu, na pia naomba mwakani swala hili liendelevu na lizidi kuongezeka, na tumeenjoy katika iftari yetu. Hivyo tunaomba watu au wadhamini wajitokeze kwa wingi ili jambo letu liweze kuendelea kwa salama na amani, na wanafunzi tuendelee kufurahi. Nikiripoti kutoka Mwanakwerekwe, Masudi bin Ali, Jai Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.